pengine kulizungumza hili jambo ni kukandamiza, labda kuna upande tunakandamiza na kuna watu wanaamini kwamba kuzungumza hili jambo ni kutetea kitu ambacho sio sahihi. Na toka mwanzo nilizungumza, kauli yangu ilikuwa ni ya wazi kabisa kwamba siamini kwamba vitu hivi pengine inawezekana vikawa vipo au havipo, inawezekana vikawepo au visiwepo, na sio mara ya kwanza kuweza kupata hizi shutuma, hizi taarifa mbalimbali. Tumeweza kuona baadhi ya vilabu vikubwa vikipata adhabu, lakini tumeweza kuona baadhi ya viongozi wakipata adhabu, baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo katika ulimwengu wa soka vitendo kama hivyo vinaweza kutokea. Ndio maana unapoona hata shirikisho linatoa tangazo la kupinga upangaji wa matokeo, manake uwezi ukapinga kitu ambacho hakipo. Sio, unaelewa? Manake unapinga mambo ambayo yanaweza kuwepo au ambayo yanaweza kusababisha watu wakaweza kuyafanya. Na ndio mpaka sheria zimewekwa. Lakini ambacho tunatakiwa tukifahamu ni kitu kimoja ambacho hapo ndio kuna utofauti wa makundi yanakwenda kutokea. Ni kwamba unaposimama na kuweza kuzungumza kauli kama zile, basi hakikisha unapofanya hivyo una evidence za kutosha. Tumeweza kuona mifano, si mwaka gani katibu mkuu wa Yanga alifungiwa maisha, si kiongozi mmoja si alikuwa ni TRA, si tugeni huko ya Tabora, si timu gani huko nyuma, na yeye pia alipata changamoto miaka ya nyuma huko anazungumzia, na nyingine nyingi. Lakini watu hawa hawakupata hizo changamoto pengine kutokana na tuhuma ambazo pengine ziliibuliwa kwenye vyombo vya habari. Ni watu waliona, sawa, wakawa na ushahidi, wakapata taratibu zikaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo naamini kwamba hata kama ile ambayo limetokea na ambaye amelianzisha, kama anaona kwamba ni kipindi ambacho kinafaa au ndio wakati sahihi kwenda kukomboa mpira, ilikuwa sio kuja public. Ilikuwa ni jambo ambalo unakwenda kwenye vyombo. Na juzi nilitoa mpaka email ambayo shirikisho la soka la Tanzania imeweza kuitoa. Lakini sio hivyo tu, almost katika maeneo yote haya tunaoishi kuna ofisi za TAKUKURU zipo ambazo ni wadau wa mambo kama haya ambao wanaweza kwenda kushughulikia wao na hiyo mamlaka. Hasa kupitia kule ndio tungeona taratibu zikiendelea kutokea. Baada ya matokeo ndio tungoje kuona katika media zikitoka. Sasa unapotoka na kwenda kuzungumza kitu ambacho of course unaweza kuwa unahakika nacho au unahakika nacho, ndiko ambako tunakuja kujenga hoja kwamba sasa haya ambayo umekwenda kuyazungumza unahakika nayo, na kama unahakika nayo, kwa nini watu sawa waanze kutoa matamko ya kuona kama mtu anaonewa? Sio, unaelewa? Sio ili kama ukichozungumzika ni kitu ambacho kipo sahihi na wewe umetulia, wao tuanze kuona maandiko mengi yakizungumza, wengine wakisema huyu wachambuzi si unakwenda unakandamizwa, wengine si ya nini sasa, wakati mtu kitu hicho kizungumza anashua kwamba ni kitu ambacho 100% anakifahamu. Na wote sisi tunatamani kuona mpira kukombolewa, na sio kukombolewa tu kwa upande wa vilabu, lakini pia hata namna ambavyo tumekuwa tukiseti ajenda zetu. Haiwezi kawa ni sehemu ambayo ni kama kitu huria tu kwamba kila mtu anaweza akasema lolote. Hapana, mitandao ya jamii ina faida na hasara zake. Alafu hizi ni taasisi ambazo zinaongozwa kwa misingi ya sheria, sawa? Ziko ambazo ni taasisi binafsi ambazo zinaongozwa kwa misingi ya sheria. Kwa hiyo kuna wakati hizi zinastahili kuweza kupewa heshima yake. Uwezo ukatoka tu leo ukaitumu Singida, ukaitumu Namungo, ukaitumu Yanga, ukaitumu Simba. No. Lazima pawe pana kiasi kwenye kila jambo. Yaani kuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza, isitufanye sasa tukafika hatua tukapitiliza. Sawa? Kama issue ni kutengeneza mpira, sio lazima kwenda kuibaragaza timu nani kwenye kipindi. Hapana. Njia ziko nyingi za kuweza kufanya. Hii sio staili nzuri, kwa sababu ubaya wa staili hii utakaposhindwa kudhibitisha, sawa, itarudi kwako. Lakini kama ungekuwa na taarifa zako, umekwenda kwa wahusika, ukazikabidhi kimya, wakazifanyia utafiti na uchunguzi wao wa kina, ikagundua kwamba sio kweli, unakuwa uko salama. Sio, unaelewa? Kwa sababu umeenda kwenye mamlaka sahihi. Hasa bora kipi? Uwe na jambo ambalo unataka kwenda kulifanya ile mabadiliko makubwa, upate njia sahihi au upate njia zilizokuwa sahihi. Kwa hiyo tunachotofautiana hapa ni namna ambavyo nataka sasa ifike hatua tuanze kuhalalisha mambo ambayo wakati mwingine yanashindwa kuja kuthibitika hadharani. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo mimi sipo kwa ajili ya kusema pengine Yanga wanafanya au hawafanyi, au wameonewa au hawaonewa. Lakini kama taasisi ina identity na ina haki ya kuweza kulindwa
haki yake na kuhifadhiwa kama taasisi kubwa, lakini pia ina washirika wengi, lakini pia inagusa maslahi ya wengi. Kwa hiyo hata kwenye namna ambavyo unataka uweze kuiendea, lazima uende kufuata misingi na taratibu na kanuni zilizopo, ili usije ukaja ukavunja au karibu damage ya klabu kwa sababu tu ya yale ambayo ulikuwa unayafikiria. Sio unaona nataka kuzungumza. Lakini kama mzungumzaji alikuwa yuko sahihi, anaamini, well good, let's see the wait ambacho itakwenda kutokea. Sawa. Na tumeshuhudia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans akizungumzia hatua ambazo wamechukua kama klabu, kwamba wamelifikisha hilo jambo kwenye vyombo vya kisheria, kwa maana wamemshitaki mchambuzi husika. Pengine kwa hii hatua ambayo imechukuliwa na klabu kushitaki mchambuzi, wewe kwako unaizungumziaje hasa? Unajua hapa tusitake, unajua kuna mambo ambayo inabidi tuyaangalie sana. Yaani hili jambo wewe usilichukulie kama ameongea msemaji wa Yanga, ameongea rais ya Yanga. Yanga ni taasisi. Sawa? Na wewe kuwa mchambuzi au kuwa si mwanahabari, sawa? Haikupi kinga ya kwenda beyond na roles na majukumu ambayo unataka uweze kufanya. Haina mantikio. Na ndio juzi kwamba unapokuwa mchambuzi huwezi kuchambua kila kitu. Yaani huwezi kuchambua kila kitu. Si kweli. Tuna wachambuzi wapo wanadili mambo ya kisiasa. Kwa mfano kuna official Zungu anafanya vizuri sana kwenye upande wa siasa, anachambua. Ni area ambayo ameweza kujikita kule. Lakini pia kuna Fahani naye Kiamu anafanya kazi nzuri sana kwenye mambo ya kisiasa na za kimataifa akifanya. Kuna wachambuzi wa masuala mengine ya kiuchumi, kuna wachambuzi wa masuala ya kijamii, kuna wachambuzi wa haki za binadamu, na kuna wachambuzi wa michezo na vitu vingine vingi. Kuna watu na nasaa tunawafahamu, kuna hao ambao ni speaker, kila mmoja na area yake. Lakini kwa katika hiyo engo haikufanyi wewe leo hii, sawa, ukaenda beyond kwa sababu tu mimi ni mchambuzi mkubwa, kwa hiyo ninaweza kuzungumza chochote. Kila uhuru na mipaka. Kwa hiyo tusitemu kama ni uchambuzi. Kama ikionekana ni kosa kama kosa lingine yote ambalo alifanya mtu yote, ni kosa la kimtandao au kosa la shambulio au kosa la defamation. Sio unaelewa? Kwa hiyo tusichukulie hapo. Uchambuzi ubakie katika swala la uchambuzi. Lakini tukianza kwamba mimi ni mchambuzi, nipo kwenye redio, niko Salamba TV, nafanya hivi, so I can do anything, I can talk, hapana. Itakuwa haina afya, na kuna upande tutakuwa tunauumiza. Sababu kuna watu hawana sehemu pa kuzungumzia. Wewe una sehemu pa kuzungumzia. Hasa mwenye sehemu ya kuzungumzia, unazungumza nini juu ya watu wengine au juu ya taasisi nyingine? Kama lengo lilikuwa ni kutaka kurekebisha mfumo na mpira wa nchi hii, ile ndio njia sahihi ya kuweza kufanya. Mamlaka hazipo. Wanarekebisha mpira sio mashabiki, sio team pass public. Mamlaka zipo, tuna kamati zipo, tuna sheria zipo. Hasa kwa nini usiende kusaidia mpira huko? Tulikuwa tukizungumza kila siku kuhusiana na makosa ya waamuzi. Kwa siku tumezungumza kwamba kuna timu imempera mwamuzi. Kwa sababu ukishasema mwamuzi anapewa pesa, njoo uthibitishe. Inawezekana kwa akili yako unaona kwa sababu mwamuzi hapa pengine amechukua mlungula. Kwa akili yako unapokutupa. Si ndio? Lakini mambo ya kisheria yatakutaka uthibitishe. Kwa bwana, okay, wewe hebu tuambie, yeye alipewa wapi na nani na ilikuwaje? Hii evidence unayo? Sasa kama hauna hiyo evidence, wewe endelea kutoa your opinions tu. Kwa mwamuzi alikuwa yuko very biased na alipendea timu fulani kwa mtazamo wangu. Akaamua tukio hili ili aliacha yeye alifanya. Leo tumeona hapa mechi issue ya Selemani Mwalimu. Alifanya kosa, ilichukua muda mrefu. Si ndio? Mpaka mechi Simba na Yanga ilipita ndio akaja kuadhibiwa. Juzi naona hapa mtu kama Mdathiri haya kafanya kosa, haijachukua muda kaadhibiwa. Kwa hivyo hapa hakuna usawa. Lakini pekee yake haitoshi kusema leo uamini kwamba okay pengine kuna rushwa imetumika. Ukifika kwenye issue ya rushwa itakutaka uthibitishe. Siko unaelewa? Kwamba hapa hakuna haki. Kwa nini huyu walivumilia mpaka ikapita? Huyu hajavumilia.
Hapa hakuna usawa, huyu ameonewa according to me, kwamba the way hivyo tumeweka mkitumia na huko sawa, wewe ni good, kanuni sawa, ni mechi 3 ambazo leo walifungua mechi 3, lakini kwa nini maamuzi yao yamekuwa ni haraka? Pengine wao wanaweza kuwa na sababu zao kwamba imekuwa haraka, sababu kipindi kile pengine palikuwa pana 1 2 3 4 5 ikatufanya tushinde kukaa, lakini hapo tumpata muda. Lakini mimi nahisi kwamba pana nini, pana uonezi. Lakini hiyo haikufanya sasa utoke uweze kuhusisha na masuala nini ya rushwa, utakuwa na uwezo wa kudhibitisha. Kwa hiyo lazima tuwe tuna limitation kwenye kutengeneza hoja, hata kwenye kujadili mambo ambayo yanatuumiza ya kihisia, hata tunapokwenda kuzungumza kwa mambo tunazipenda, kwa sababu wote tuna timu ambayo tunazipenda. Sasa ukipenda timu au ukiwepo kazini kwa mujibu wa timu fulani, sawa, hakikisha kwamba unakwenda kutoa maoni au kile ambacho utaweza kutoa bila kuathiri moja kwa moja upande mwingine. Hiyo ndio rai yangu mimi. Tukosoe, tushauri, tuzodoe, lakini bila kuathiri. Hiyo ndio jambo la msingi la kuliangalia. Kinyume na hapo tutakuwa tunadanganyana. Kuna watu watakuja wataanza kutusupport sasa hizi, wataandika maandiko, lakini mtu si kujua kwamba hutakuwa peke yako. Okay. Utakuwa peke yako. Yaani haya mambo hayanaga supporting document. Kama siku unaandika fulani iliandika na kulifariji, utakuwa peke yako. Kwa ili kuepusha hizo scenario za kuwa peke yako, ni vema ukarelate tu kwenye misingi, lakini pia ukawa na kiasi hata kwenye yale ambayo hayakufurahishi na wengine yanawafurahisha. Sawa sawa. Chief, sisi hatukudai, lakini kama leo hii unapata nafasi ya kukutana na ndugu mchambuzi, tunafahamu ni kijana wako, mnafahamiana, ndio unapata nafasi sasa ya kukutana naye sasa hivi, unaongea naye nini, unamwambia nini sasa hivi? Mimi kwanza ni kili kabisa kwamba katika jambo mimi sina upande. Mimi nipo kwa jitu ya kutaka kutengeneza uelewa ili pengine kupunguza hizi scenarios. Sawa? Yaani tupunguze haya mambo. Kwa sababu hiyo kuna inafika hatua tunaweza tukaje tukawagawa watu kiushabiki tu. Yaani ukawa unakaa tu kwamba na baadaye hali kazidi kuwa worse zaidi na tukazidi kuchafuana zaidi bila kujua kwamba kuna misingi au kuna limiti ya mambo kuyazungumza. Mimi nafikiri kama anaamini kwamba hana ushahidi wa kutosha, well and good, acha aendelee na wanamsupport, endelee kumsupport ingawaje iko njia sahihi aliyoitumia. Na pengine siku unaweza kani miongoni mwa watu ambao wakaja kuimbwa kama ambavyo leo nimeweza kuona kwenye baadhi ya maandiko kwamba mtu anaweza kaja acha mbingu zianguke katika ukweli. Sawa, kama kweli upo na watu wako nyuma, kwa sababu sisi Tanzania tunafahamiana. Unajua sisi sio Waganda, sio nani, sio Tanzania, tunafahamiana. Hii ni kwenye mikumbo hii, tunajua watu watakupigia miruzi, kesho utabaki peke yako. Ila kama ana uthibitisho na pengine zilikuwa ni hisia au ni hearsays kwa maneno ambayo hayawezi kuthibitika, ni vema akaona namna bora ya kuweza kuomba radhi. Huo ndio ugentleman pekee unabakia kama hawezi kuthibitisha. Lakini katika hili kama kuna makosa yoyote, hakuna msaada wowote atakayeweza kupata kwa mtu mwingine yote isipokuwa ni yeye mwenyewe. Okay. Sio, unaelewa? Yaani utapata msaada wowote isipokuwa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama yupo katika yeye anajua mwenyewe, kama anahisi kwamba okay, nilichokifanya ni safari yangu nimeianzisha mapambano na harakati movement ya kuokoa mpira na nimeanza hapa ndio sema leo nianzie, well good. Wote tunataka tuone hivyo. Ndio tulikuwa tukilalamika mambo mengi, tunalalamikia matokeo sometimes kwa hivyo, wa maamuzi mabaya hivyo, tunalalamika wote. Ni nzuri. Lakini kama ilikuwa ni maneno tu, angalie. Wasije kama watu wanampeleka kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu sisi ni wajuzi wa watu wa kuingiza watu chaka. Wanakupeleka ukikaa peke yako, hakuna unayemuona. Kuna watu wengi sana ambao waliimbwa mashujaa, lakini leo hii hakuna anajua uko wapi. Hiyo ndio usho na sio kwa yeye tu, na wale wengine associated tuangalie. Sawa. Yaani utapokuwa tunashauriwa, utapotiwa nguvu ufanye jambo ndio lipime hilo jambo, kuna kama je linaweza likakuachaje. Ni kitu kikubwa sana cha kuweza kukizingatia, kwa sababu mwisho wa siku mpira ni furaha, ni burudani, sawa, ni biashara. Lakini pia sasa hizi tumeingia kwenye biashara, watu timu zinawekeza, sawa, timu za miradi zinaingia mashirikiano
na makampuni mengine makubwa. Kwa hiyo ni lazima tuwe na namna bora ya kuweza kuzigusa hizi taasisi, hizi institute kwa namna moja ama nyingine. Kinyume na hapo, nafikiri sio kitu chema. Kwa hiyo mimi binafsi sina upande wowote. Always nimekuwa nikitaka kuona tu vitu vinakwenda katika mazingira ambayo hayatakwenda kuathiri, na hata kama tutengeneze katika misingi iliyo bora na ni misingi iliyo haki. Tulilalamikia hapa uchaguzi wa TFF, sawa, lakini tulikuwa tunalalamika kwa kuangalia hoja. Atukulalamika kwamba pengine mtu alipewa pesa, sio tunaelewa sijui. Ndio. Tulikuwa tunachambua hoja kwamba hii hapana bwana, kwa hiyo utaratibu wa fomu umekaa hivi, huu hauko sahihi. Sawa? Lakini wewe ukasema wajumbe wamekaa wamepewa pesa. Si unaelewa? Ukiambiwa okay, haya tuambie ulikuwa shilingi ngapi na wapi na nani na ilikuwaje? Wewe unaweza kudhibitisha? Haya ukija kuna nini utaweza kwa mamlaka? Uwezi kwa, lakini pia hii jambo tunakwenda kwenye kuandaa AFCON 2000 na unajua tunashinda kuelewa kitu kimoja. Hii ligi tunayozungumzia hii, sawa, tunakwenda kuandaa AFCON. Kwa kuna vitu vile vikata kadhia kwenye mpira wetu. Sio unaelewa? Ile kadhia ikaanza kuchafua. Kwa hiyo tuwe na kiasi. Unaweza kufikiri pengine unaiharibia timu fulani, kumbe unaharibu muktadha mzima wa mpira wenyewe na picha nzima. Serikali inapambana sana. Jitihada zinaonekana, wanajenga miundombinu, wanafanya kila inawezekana ili kwenda kuandaa. Na haishi kwenye kuandaa tu, lakini pia kutengeneza, sawa? Kutengeneza mazingira rafiki, sawa? Mazingira ambayo yanafanya watu waamini kwamba hii sehemu sio tu kwenye AFCON na hata kitu kingine. Hasa yote yanakwenda pamoja.